Mtazamaji wa Mbayu TV, jeshi la polisi mkoani Ruvuma linadaiwa kuwazuia viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuendelea na mikutano yao, ikiwemo mikutano ya hadhara na mkutano wa waandishi wa habari uliopangwa kufanyika Alhamisi leo hii saa 5 asubuhi. Makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche amesema hayo Aprili mwaka 2025 akizungumza na kituo kimoja cha habari muda mfupi baada ya kuhojiwa na jeshi la polisi kutokana na wito uliowasilishwa kwa viongozi wa chama hicho kufika kituo kikuu cha polisi mkoani Ruvuma. Akieleza hali ilivyokuwa, Heche amesema kuwa walipofika kwa kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma RPC, walipewa maelekezo ya kusitisha mikutano yote iliyopangwa kufanyika mkoani humo, ikiwemo mkutano na waandishi wa habari. Na mnukuu Heche akisema kuwa polisi walikuwa wametukamata, wametufikisha kwa RPC na wakapiga marufuku kwamba hawaruhusu mkutano wowote wala kufanya mkutano na wanahabari katika mkoa huo. Wametuambia tuondoke hapa Ruvuma kwani mikutano yote imepigwa marufuku, aliweza kusema John Heche. Ameeleza kuwa walielekezwa kuwa hakuna ruhusa ya kujadili masuala yanayohusiana na kampeni ya No Reforms No Election, na kwamba iwapo chama hicho kinataka kufanya mikutano basi wajadili mada nyingine isiyohusiana na msimamo wa No Reforms No Election. Na mnukuu anasema kuwa nikamuuliza tuchagulie mada unayoipenda tuiwasilishe, akasema amruhusiwi kuzungumza No Reforms No Election hapa, ameongeza John Heche. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkuu wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Marco Chilia, alipotafutwa na wanahabari kuhusiana na tukio hilo, amesema kuwa atatoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari muda utakapofika saa 7 kamili mchana siku ya leo hii, na hakupenda kuzungumza tukio hilo kwa undani kwa wakati huo. Hata hivyo, mpaka sasa yatolewa sababu rasmi ya kuzuia mikutano hiyo, huku jeshi la polisi likitarajiwa kueleza msimamo wake kuhusu sababu za usitishaji huo, hasa katika kipindi ambacho Chadema imezidisha kampeni ya kupinga uchaguzi mkuu ujao iwapo marekebisho ya mfumo wa uchaguzi hayatatekelezwa. Tukio hili linatajwa kuongeza mvutano kati ya viongozi wa Chadema na vyombo vya dola, hasa wakati ambapo mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Lissu naye akielezwa kukamatwa Aprili 9 mwaka 2025 mkoani humo mara baada ya mkutano wa hadhara uliohusiana na kampeni ya tone tone pamoja na No Reform No Election kukamilika. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanatazama hatua hizi kama dalili za msuguano unaozidi kuongezeka kati ya serikali na upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, huku akioji nafasi ya uhuru wa kisiasa na haki ya vyama vya siasa kufanya shughuli zao kwa mujibu wa sheria. Mambo yamekuwa ni mengi sana, mtazamaji wa Mbayu TV, hususan huko mkoani Ruvuma, ambapo huko siku ya jana ilianza taarifa iliyomhusisha mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Antipas Lissu kukamatwa na jeshi la polisi na akawa akishikiliwa katika kituo cha polisi cha wilaya ya Mbinga, lakini leo hii baadhi ya taarifa zinaeleza kwamba amesafirishwa mpaka Dar es Salaam. Na tena viongozi wengine wa Chadema walikuwa wamebakia katika mkoa wa Ruvuma, hususan pale wilayani Songea, na walikuwa wanatarajia kuweza kufanya mkutano leo hii wa hadhara wa kuzungumza na wananchi, lakini asubuhi walipanga kuweza kufanya mkutano na wanahabari, mkutano ambao pengine ungekwenda kutoa majibu ya mwelekeo wa chama kutokana na swala zima la kukamatwa kwa mwenyekiti wake taifa Tundu Lissu. Lakini jeshi la polisi inaelezwa kuwa walifika katika eneo hilo ambalo ni la ofisi za chama hicho katika eneo la Mfaranyaki na kuweza kuwazuia wanachama pamoja na viongozi mbalimbali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na ndipo wakaelezwa kuwa wanahitajika katika ofisi ya RPC. Na John Heche kama kiongozi mkuu ambaye amebakia uraiani hivi sasa kwa upande wa Tanzania Bara, ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama hicho, aliweza kuitikia wito na ndiye alikuwa amepangwa kuweza kufanya mkutano huo. Aliweza kuitikia wito na kufika katika ofisi ya RPC mkoa wa Ruvuma, na alipofika pale alielezwa kwamba wamezuiliwa kuweza kuifanya mikutano yote, ikiwemo mkutano na wanahabari pamoja na mkutano wa hadhara, ambapo mikutano hiyo ilikuwa imepangwa kuweza kufanyika siku ya leo hii mchana na ule wa wanahabari ulipangwa kuweza kufanyika asubuhi. Wakawa wameuliza kwa nini tuzuiliwe kuweza kufanya mkutano, lakini na majibu yaliyokuwa yametolewa ni kwamba
kama wanahitaji kufanya mkutano basi waje na vitu vingine vya kujadili na wasiendelee kuieneza hoja ya no reforms no election, hoja ambayo Chadema hivi sasa wameikazania, kama ambavyo tumekuwa tukitoa taarifa zao kila siku. Wanasema kwamba kama kutakuwa na marekebisho katika sheria mbalimbali za kiuchaguzi, basi wao kama chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hawatoweza kushiriki uchaguzi, watapinga kwa nguvu zote masuala mazima ya uchaguzi mkuu, na wao wanahitaji kwamba marekebisho ya kiuchaguzi yaweze kufanyika. Kitu kikubwa ambacho wamekuwa kidai ni kwamba wamekuwa wakishiriki katika chaguzi mbalimbali, na kitu ambacho kinatokea ni matokeo ambayo yanakuwa hayawaridhishi wao kama Chadema. Wanajiona kabisa wameshinda katika baadhi ya maeneo, lakini mwisho wa siku wanajikuta anayetangazwa si mtu husika. Kitu kimewafanya wao waamue kuja na msimamo huu hivi sasa, msimamo ambao walitueleza wakati wana introduce kwamba wataanza nao kuupeleka katika watu wale wenye ushawishi. Baadhi ya viongozi wa staff wataupeleka huko. Tuliona walizungumza na akina Warioba, walizungumza na viongozi mbalimbali, wakatueleza kwamba watapeleka katika asasi mbalimbali za kimataifa, watapeleka katika balozi mbalimbali. Tuliona kitu kama hicho. Walikwenda hadi kule Zanzibar kuweza kuhakikisha kwamba wanatafuta baadhi ya Watanzania waishio huko, Watanzania wa Zanzibar visiwani, unaweza kusema hivyo, waweze kuwaunga mkono. Walifikisha hilo swala na wakasema kituo cha mwisho kitakuwa ni kuipeleka ajenda hii kwa wananchi, ambao hawa ndio watekelezaji wakuu, na wameanza kuipeleka ajenda hii kwa wananchi. Wameipeleka katika kanda mbili, na walipokuwa katika kanda ya pili ndipo tumeanza kuona wamekumbana na masuala haya ya kukamatwa, na tunakuwa tuna maswali sasa, wataendelea na moto ule ambao walikuwa wameanza nao, watazidi kupushi vile ambavyo walikuwa wameanza kupushi, ama kukamatwa hivi, kurushiwa mabomu namna hii kunaweza kuwarudisha nyuma, wakaanza kufikiria pengine kuanza kukata tamaa na ajenda hii, kwa sababu ni kitu kigumu. Hata Tundu Lissu mwenyewe amekuwa akikiri kwamba tunako kuendea huko ni kugumu. Pengine ule ugumu alikuwa akionyeshwa, hivi sasa umeanza kumkuta, na umeanza kumkuta yeye mwenyewe. Unaweza ukasema hivyo kwamba ugumu aliokuwa akiuhubiri na kuzungumza kwamba tunako kuendea ni kugumu, ule ugumu umeanza kumkuta yeye, kwa sababu mtu wa kwanza kukamatwa katika chama hichi na katika uongozi huu mpya wa Chadema ni yeye Tundu Antipas Lissu. Ameweza kuchukuliwa na jeshi la polisi siku ya jana, na leo hii zinatolewa taarifa kwamba katika mkoa wa Ruvuma ni marufuku kueneza ajenda ya no reforms no election. Hivi sasa tumekaa tunasubiri sasa jeshi la polisi watakuja na taarifa gani pindi itakapofika muda husika, ambao kamanda wa polisi amesema atakuja na taarifa rasmi. Lakini yote kwa yote, kitu cha kwanza ni kujua kwamba Chadema, Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wao amekamatwa, na kitu cha pili cha kutambua ni kwamba wamepigwa marufuku kuweza kuendelea na mkutano yao pale mkoani Ruvuma. Hii ni kwa mujibu wa maelezo ya makamu mwenyekiti wa chama hicho John Wegesa Heche. Bora unatamani kujua kitu gani? Basi kila kitu ambacho kitakuwa kitokea kuhusiana na swala hili, sisi kama Mbayu TV tupo tayari kuhakikisha kwamba tunakujuza wewe kila siku na kila saa. Cha kufanya ni kuhakikisha kwamba unaendelea kubakia na Mbayu TV, hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Unayo fursa pia ya kutufuata pale katika akaunti yetu ya Instagram. Sisi huko tunapatikana kwa jina la Mbayu TV, utufuate huko kwa ajili ya kushare vitu vingi zaidi. Nite David Edward, uwe na siku njema.